furaha yetu wewe unayetutazama ukiungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Tunakukaribisha popote pale ulipo unapoyafuatilia matangazo haya kutoka Tumaini TV, ukiwa na kisimbuzi chako cha Azam TV channel namba 470. Unafurahia matangazo haya popote pale ulipo, lakini sasa hivi mambo yamerahisishwa mno. Ukiwa na simu yako ya mkononi, yani simu janja, unaweza ukaingia Play Store au App Store na kupakua application ya Tumaini Media na ukaendelea kufurahia matangazo haya ya Walei Tuzungumze popote pale ulipo. Lakini kubwa zaidi, unaweza ukaingia YouTube na kuandika Tumaini TV. Sasa kule usisahau kulike, kucomment na kusubscribe, lakini kwa pembeni pale kuna alama ya kengele. Hakikisha unabonyeza ile alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuendelea kufurahia matangazo yetu mbalimbali kutoka hapa Tumaini Media. Mimi ni Bruno Bomola ninayekualika na kukukaribisha katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mwenzangu ni Mwalimu Eluteri Kobel kutoka kamati ya uinjilishaji Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Bado tumesalia katika mada ile kanzi ya uongozi. Kipindi kilichopita tuliangalia viashiria mbalimbali vya kiongozi anayewajibika, lakini kwenye uongozi kuna mengi ambayo tunatakiwa kujifunza, lakini majimbo mbalimbali pamoja na Jimbo Kuu bado tupo kwenye hatua za uchaguzi. Basi kabla ya kuanza kipindi hiki nimkaribishe Mwalimu Eluteri Kobel aweze kutufungulia kwa sala. Mwalimu, karibu. Asante. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sala kabla ya mafundisho. Roho mkuu mfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia, tuyashike mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amina. Mungu wetu, tunakushukuru jioni ya leo. Asante kwa ulinzi wako. Asante kwa ajili ya mema mengi unaendelea kutujalia ya afya. Muda huu tunapokwenda kuanza kipindi hiki, tunaomba utuangaze ili kwamba yeyote atakayekuwa na angalia au kusikiliza mafundisho haya akayaishi sawa na mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na mtazamaji wa Tumaini TV, mara baada ya ukaribisho huo, basi tunakualika, na wewe ni wajibu wako sasa kumwalika na mwingine aweze kuketi kutazama kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, tuweze kusafiri pamoja kuchota mengi mazuri ambayo tumekuandalia siku ya leo. Lakini kabla ya kuanza kuangazia viashiria vile vya kiongozi anayewajibika, kiongozi bora, tuna jambo kubwa kabisa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, warsha ya waamini walei ambayo itafanyika katika mwaka huu wa 2026, na kubwa zaidi kwa mwaka huu itafanyika katika uwanja wa Uhuru ama shamba la bibi. Mwalimu. Ndio. Ile ni warsha kubwa kweli kweli katika Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ambayo itafanyika tarehe 6 mwezi wa 6 2026. Angalia 6 zilipokaa. Alafu ukakosa hizo. Kuna mafundisho mazuri yatatolewa siku ile yanayohusu Mkristo Mkatoliki na mambo ya Roho Mtakatifu. Kuna mada zingine zitakazokuwa zimetolewa siku hiyo hapo kwenye uwanja ule wa Uhuru. Wanaita shamba la bibi. Shamba la bibi. Sasa hapo napo kuna mambo mengi ya kuvuna. Kwa hiyo tafadhali tunawaomba mjiandikishe sasa kwenye jumuiya zetu, wale mtakayeshiriki siku ile ya hiyo kongamano. Na mwisho wa kujiandikisha itakuwa tarehe 20 mwezi wa 5. Kwa bado tuna muda hapa. Bado tuna muda. Taratibu zingine, michangiaji utakuwaje huko ndani ya jumuiya mtaambiwa. Kwa hiyo tunachoomba tu, baba mkurugenzi wa Tume ya Walei anakumbusha jambo hili muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa imani yetu, ustawi wa roho zetu, ustawi wa kanisa kwa ujumla. Tarehe hiyo 6 mwezi wa 6 2026, kongamano kubwa kabisa ambalo litafanyika hapa jimboni. Kwa hiyo tunakumbusha juu ya hilo. Na nakumbuka warsha iliyopita michezo mbalimbali pia itakuwepo, ndo sababu pia kufanyika uwanja wa Uhuru. Kulikuwa na mchezo wa mpira wa miguu kati ya WAWATA na masista, lakini pia mapadri na walei ilifanyika katika ile warsha iliyopita. Na warsha hii na mambo mengi, kwa hiyo hakikisha unajiandikisha kwenye jumuiya yako, na utaratibu mwingine tutaendelea kutangaziana kwenye matangazo ya Dominika. Mwalimu, bado tumesalia majimbo mbalimbali, lakini pia Jimbo Kuu la Dar es Salaam tupo kwenye uchaguzi. Sasa tunamchagua kiongozi gani
hapo ndo kwenye jambo la muhimu. Ndio bado tunaendelea na uchaguzi majimbo mbalimbali, hususan ikiwepo pia Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na sasa hivi chaguzi imefikia ngazi ya dekania kwa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kule kwingine sijaelewa sana, lakini Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam chaguzi za viongozi wa utume wa lei sasa zimefikia ngazi ya dekania. Na mkurugenzi wa utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam yeye anasema tuwakumbushe viongozi aidha wa vyama vya kitume au zile kamati tendaji kwamba uchaguzi huu utakapokuwa unapoendelea hivi sasa kwenye ngazi zetu za madekania, wanayechaguliwa ni wale tu waliokuwa viongozi ngazi ya parokia. Yaani kama wewe labda hukuchaguliwa kuwa kiongozi ngazi ya parokia, haupaswi pia kuchaguliwa kuwa kiongozi ngazi ya dekania. Kwa hiyo hilo tunalikumbusha sana viongozi wanaoandaa hizi chaguzi wazingatie hilo. Inawezekana mtu alikuwa kwenye uongozi uliopita, kama hakuchaguliwa kule ngazi ya nini ya parokia, maana yake hata kwenye dekania nako hataki kufanya nini, hataki kuchaguliwa, iwe ngazi za vyama vya kitume, iwe kwenye mambo ya kamati tendaji ya halmashauri ya walei. Hilo ni jambo ambalo baba mkurugenzi ameliagiza tulizingatie sana tunapokwenda kwenye hizo chaguzi. Sasa kipindi kilichopita tulizungumzia viashiria vya kumjua kiongozi anayewajibika na kiongozi asiyewajibika. Ndio jambo ambalo tulijadili sana hilo. Ndio jambo ambalo tulijadili sana kwenye kipindi kilichopita. Sasa leo tunaangalia pia viashiria vya kiongozi bora. Yaani mpaka tunakujua wewe kiongozi bora una viashiria gani? Una mambo gani unayofanya? Au uongozi wenu unafanyaje hizo kazi mpaka tunasema sasa kwamba huyu kwa kiashiria hiki huyu ni kiongozi bora, au kwa kiashiria hiki huyu sio kiongozi bora. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tutayatazama kwa kina. Lakini kabla basi ya kuangalia hayo mambo kwa kuyatazama kwa kina, naomba basi tuangalie kwanza neno la Mungu linatuambia nini katika waraka kwa Wagalatia, waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia sura ile ya 6 aya ya 9 na ya 10. Maandiko matakatifu yanatukumbusha hivi: tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Kumbe sasa moja ya kiashiria kikubwa kabisa na maandiko matakatifu yanatuambia tusichoke kutenda mema. Uadilifu na utendaji wa mambo mema. Hilo ni jambo mojawapo ambalo linatuonyesha kwamba huyu kwa haya anayofanya anafanya mambo mema, anafanya kazi yake kwa uadilifu. Huyu ni kiongozi, kiashiria hiki kinamfanya huyu awe kiongozi bora. Kwa hiyo japokuwa hili andiko linahusu jamii ya waamini wote kwa ujumla, lakini unapokuwa kiongozi pia tutakupima katika eneo hilo. Tukiona indicator inaonyesha unatenda mema, wewe ni kiongozi mzuri. Lakini tukiona wewe mkorofi, uadilifu hauna, mambo mema ushiriki, maana hapo tunajua huyo ni kiongozi sasa ambaye sio bora. Maana tunamwangalia viashiria vya kiongozi bora. Lakini pia kiongozi bora tuligusia kipindi kilichopita, yule mwenye maono, vision, maono. Pia awe na uelewa mpana wa hiyo taasisi anayo iongoza. Kwa mfano, wewe ni kiongozi wa UWAKA au WAWATA. Unaongoza wanaume au unaongoza wamama pale, au kiongozi wa viwara unaongoza vijana. Umewakuta katika hali fulani hivi. Sasa lazima uangalie hali uliyoikuta, alafu uwe na maono ya kuifanya iwe bora zaidi. Kuifanya iwe bora zaidi. Mfano, umekuta una viwao pale, lakini wewe ni kiongozi wao, lakini wale watu hawapendi kushiriki mikutano. Sasa lazima uone ni mambo gani utakayofanya mpaka wale watu waweze kupenda kushiriki mikutano mbalimbali, ili wajenge pia kiimani. Uwe na mbinu, uwe na maono
ya kutazama mbele, nifanye kitu gani hapa ili mradi tu hicho kitu unachokifanya kisiwe nje ya utaratibu wa kanisa, kisiwe nje ya utaratibu wa neno la Mungu. Maana sasa wakati mwingine ndio kwenda mahali fulani huko. Kiongozi mmoja pale akawa anasema sasa hapa tuite mziki ule wa kidunia, unajua pige mziki hapa ili vijana wa nini wawe kidogo yani tuimbe zile nyimbo za ajabu ajabu zile ili mradi tu kwa sababu vijana wanazipenda, sasa watafanya nini? Watakuwa akasema sasa tunakwenda kinyume na nini? Tunakwenda kinyume na maadili ya kanisa. Tunakwenda kinyume na maadili ya neno la Mungu. Kwa sababu wale hamasa zao wanapiga mziki, vijana wanaonekana wanaupenda lakini hawana maadili. Kwa nini kama ndio hivyo basi mbona tuna mziki mtakatifu? Kwa nini basi usiitwe mziki mtakatifu huo? Nyimbo zile za kuchangamsha basi vijana nao wakaja na wakashiriki kuliko hizo sasa. Hata kama zinaonekana zinapendwa lakini hazina maadili ya nini? Ya kiimani. Kwa hiyo haifai. Kwa hiyo maana yake ninachotaka kuzungumzia mtu mwenye maono. Kiongozi bora tunampima kwa sababu ana maono mazuri ya kuendeleza mambo matakatifu katika kanisa analoliongoza. Lakini pia kiashiria kingine cha kiongozi bora kushirikisha. Ushirikishaji kwa wengine. Kwa wengine. Kwamba unapofanya kazi kwa kushirikisha, kwa kushirikiana. Kushirikisha manake huyu hapa fanya hiki, wewe ukifanya hiki. Basi mambo yanakuwa rahisi sana. Kuliko kila kitu kijilimbikizia wewe mwenyewe peke yako. Hapo kufanya kazi huko kutakuwa kugumu sana, sana, sana. Kwa hiyo kiongozi kiashiria kingine cha kuonyesha kwamba ni kiongozi bora, mshirikishaji. Anawashirikisha wengine. Wewe fanya hiki, wewe fanya hiki, mimi nitafanya hiki. Kwa mfano labda mnataka kuwafikia watu kwa ujumbe, wapate ujumbe mara moja. Au kwa haraka. Sasa mna watu labda unaongoza 100. Utakaa pekee yako kuanza kupiga simu kwa mtu mmoja mmoja au utachukua muda mrefu sana. Lakini mkigawana sasa, wewe pigia watu 10, mimi nitapigia watu 5, wewe pigia watu 6, wewe pigia simko 5. Mkipangiana pale kwamba wewe pigia hawa, pigia hawa, pigia hawa, hiyo kazi inaenda kwa nini? Kwa haraka. Lakini kwa nini imeweza kwenda kwa haraka? Kwa sababu umeshirikisha. Kama haushirikishi, hivyo vitu haviwezi kwenda kwa nini? Kwa haraka. Hayo majukumu pia hawezi kufanyika kwa haraka. Kwa hiyo kiongozi tunampima kwenye kiashiria hiki kwamba ni kiongozi bora kwa sababu anafanya kazi kwa kushirikisha. Hajilimbikizii kazi yeye peke yake. Na ndio maana hata Mungu ametushirikisha. Ametushirikisha. Bwana wetu Yesu Kristo angeweza kufanya mambo mengi mwenyewe peke yake. Uwezo alikuwa nao. Lakini bado aliwachagua wale mitume 10 na ngapi? 12. Ili ashirikiane nao katika kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Lakini pia haya mambo ya kushirikisha tunayaona hata wakati wa Musa. Ndio. Wakati wa Musa yule alikuwa anafanya kazi yeye mwenyewe peke yake tangu asubuhi mpaka jioni, anahukumu kesi za wana wa Israeli. Sasa bahati nzuri alitembelewa na mkwewe anaitwa Yoshua. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 18. Alipotembelewa na mkwewe Yoshua, akamtazama Musa anafanya kazi zile tangu asubuhi mpaka jioni. Huyu anashauri hili, huyu kagombana siji na mkewe, huyu siji kagombana na nini, huyu kafanya hiki na hiki. Sasa anasikiliza kesi tangu asubuhi, na sijui hata kama alikuwa anapata hata muda wa kula hadi jioni. Ingekuwa sasa tungesema atapata vidonda vya tumbo. Sijui kama hata alipata muda wa kula au vipi. Sasa mkwewe akamtazama, anaitwa Yoshua mkwewe. Akamtazama akasema, bila shaka wewe utazofika wewe sasa. Kwa nini usifanye mambo haya kwa mgawanyo? Labda sasa uzuri wa neno hilo ni vizuri tulisoma kwenye maandiko. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 18. Yale mambo ambayo Musa aliyafanya alafu na yale ambayo aliambiwa. Vizuri tusome huko ili yule mpendwa anayetutazama huko basi aweze kuona moja kwa moja kwamba hapa haya tunayasema tunayasoma pia kwenye maandiko matakatifu. Na hata wale viongozi ambao wanabeba mambo peke yao hawataki kushirikisha wengine, waone pia faida na hasara zake. Naam. Sasa hapa tukianza kusoma kitabu hiki cha Kutoka sura ya 18.
aya hata kuanzia 13 tu hapo. Tukaendelea mpaka ya 25. Tutaona ujumbe mkubwa kweli hapa ambao ulimpata huyo Musa. Kwanza ya 13. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu akasema, ni jambo gani hili uwatendeao hao watu? Kwani wewe kuketi hapa peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Unaona, ndio yale wanasema alikuwa anahukumu kesi za watu kuanzia asubuhi mpaka jioni bila kupumzika. Sasa mkwe anamwambia, "Huoni kama utachoka sasa hao watu wote hao?" Musa akamwambia mkwewe, "Ni kwa sababu watu hunijia mimi wapate kumuuliza Mungu." Mkwewe ni kwa sababu ni kwa sababu watu hunijia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno hunijia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajulisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema. Unabudi utadhoofika wewe na hao watu waliokuwa pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, uwezi wewe kulitenda peke yako. Naona kwa sababu huyu bwana aliamua kufanya kazi zote yeye mwenyewe peke yake tangu asubuhi mpaka jioni. Na kuna viongozi bado wapo wenye tabia kama hiyo. Anafanya kazi zote. Pale kuna makamu mwenyekiti, anafanya kazi za makamu mwenyekiti. Kuna katibu bado atafanya kazi za katibu mmoja tu. Lakini bado atafanya kazi za katibu msaidizi. Lakini bado atafanya kazi za mtunza hazina. Sasa ndugu yangu wewe unayenisikiliza na kutazama, unapofanya kazi zote kazi yako wewe mwenyekiti, kwa nini ufanye tena kazi zingine za makamu mwenyekiti? Kwa nini ufanye za katibu? Kwa nini ufanye za katibu msaidizi? Kwa nini ufanye za mtunza hazina? Na mmechaguliwa watu wangapi? 5. Tunajifunza haya. Musa alikuwa anafanya hivyo. Yeye anafanya zote mwenyewe peke yake. Na akashauriwa kwamba sasa ndugu yangu hapa wewe utazoofika. Utazoofika sasa. Maandiko yanaendelea kusema, sikiliza sasa neno langu nikupalo, shauri na Mungu na awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele za Mungu, nawe umletee Mungu maneno yako, naye utawafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao wawe wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wanaume watu hawa waamue watu hawa siku zote. Kisha lile neno lilo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watachukua huo mzigo pamoja nawe, kwamba utafanya jambo hili, na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikia neno la mkewe, akayafanya yote aliyomwambia. Musa akachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wewe vichwa juu ya watu wakuu wa 1000, wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wakaamua watu siku zote, mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Angalia sasa kazi ilivyoanza kuwa rahisi hapa. Yale mambo makubwa hata Musa atakuwa alikuwa analala. Sasa hapo alipata angalau nafuu. Kwa hiyo manake ni nini? Manake kiongozi, shirikisha. Usifanye kazi zote za Mungu wewe peke yako. Utachoka, akili itachoka. Na ndio maana kanisa liliona jambo hili. Kanisa linapofanya mambo haya huwa anachunguza sana. Anaangalia neno la Mungu linasema nini. Na ndio maana hakuwekwa kiongozi mmoja. Wakawekwa viongozi wangapi? 5. Nasisitiza jambo hili sana, kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na miingiliano katika utendaji.
Kushirikiana ni vizuri. Lakini kila mmoja awajibike kwa nafasi yake. Kama mtunza hazina, wajibika kwa nafasi yako ya mtunza hazina. Kama ni katibu msaidizi, wengine wanasemaga kaimu katibu. Hatuna kaimu katibu, tuna katibu msaidizi. Fanya kazi kama katibu msaidizi. Katibu fanya kazi kama katibu. Mtunza makamu mwenyekiti hivyo na mwenyekiti hivyo. Wengine wanasemaga msaidizi wa mwenyekiti. Katiba haina neno inaitwa msaidizi wa nani? Wa mwenyekiti. Kuna neno makamu wa mwenyekiti. Kwa hiyo mambo haya tufuate mfano wa maandiko haya basi katika kitabu cha Kutoka sura ya 18 aya ya 13 hadi ya 27 tuliyoisoma, ambayo inaeleza juu ya namna alivyokuwa amegawanya kazi. Hata mapadri, ndio maana sisi tunawasaidia, wangekuwa wanafanya kazi zote kwenye jumuiya wao, kwenye kanda wao, kwenye kigango wao, sijui kwenye dekania. Sasa hapo wangechoka sana. Ndio maana sisi tupo ili tufanye nini? Kuwasaidia hizo kazi. Nafikiri zana ya kushirikisha imeeleweka sawa sawa. Lakini sifa nyingine ya kiongozi, kiashiria kingine cha kiongozi bora ni uwezo wa kujali na kuthamini. Kuwathamini wale anaowaongoza, kuwajali wale anaowaongoza. Kuthamini unaowaongoza. Ukisoma maandiko matakatifu haya, waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi, pameelezwa vizuri pale kwamba usifanye mambo kwa ajili ya kwako tu. Fanya mambo kwa ajili ya wengine. Kila mtu asijione kuwa ni bora, bali kila mtu amhesabu mwenzake kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Ndivyo maandiko yanavyosema katika waraka ule wa Paulo mtume kwa Wafilipi. Maana yake ni kwamba nafsi ya mwingine ithamini. Thamini wengine, jali wengine, penda wengine, penda binadamu wengine. Sasa ukifanya hivyo pia tunajua huyu ni kiongozi, anakiashiria cha kuwa kiongozi bora. Kwa nini anakiashiria cha kuwa kiongozi bora? Anathamini utu, anajali wengine, hajiangalie yeye tu, anaangalia na wengine. Anaangalia na shida za wengine na kuzitatua, anaangalia na mahitaji ya wengine anayatatua, haangalii tu familia yake, anaangalia jamii nzima anayefanya nini? Anayeongoza. Kwa hiyo manake huyu anayejali na kuthamini wengine, hicho pia ni kiashiria cha kiongozi bora. Unapokuwa kiongozi usiwe binafsi. Mimi tu. Zimekuja soda za jumuiya, wanataka kunywa 5 zote wewe peke yako. Jumuiya amenunua labda maji 6 yote unakusanya ukanywe wewe. Kuna mwingine pale hajapata hayo maji, jali na mtu mwingine. Zimekuja labda sherehe ya jumuiya siku hiyo, wakati mwingine anatokeaga haya. Sherehe ya jumuiya, wanajumuiya wamekusanyika pale. Pilau limepikwa hapo. Sasa viongozi wanajipakulia vyakula vingi wanapeleka wapi? Nyumbani kwao. Wakati kuna watu pale. Sio lazima wewe Mkristo, hata mwingine ambao unajua wewe ni mhitaji sio Mkristo, mpe basi na yeye akafurahi na hilo pilau. Aone kwamba kumbe hawa Wakristo wana nini jamani? Wana upendo, wanajali, wanafikiria shida za watu wengine. Kiongozi anapaswa kuwa mtu wa namna hiyo. Hicho ni kiashiria cha kuwa kiongozi bora. Lakini jambo lingine, uwezo wa kubuni na mikakati. Kubuni mikakati. Unapokuwa na strategies wanasema mkakati manake ni lile jambo unalolipanga, aidha linaweza kuwa la muda mfupi au la muda wa kati au la muda mrefu. Lazima sasa mkakati daima, nadhani hata kipindi kilichopita nilijaribu kuzungumzia hilo. Mkakati manake ni kwamba pengine unaanza hasa na utafiti. Mkakati wote lazima uanze na utafiti. Utafiti ukupelekee kupanga sasa mkakati. Utafiti sio lazima mpaka wewe umesomea masuala ya nini? Utafiti. Mazingira tu. Mazingira ulio nayo kwenye jumuiya yako. Mazingira ulio nayo kwenye kanda yako. Mazingira ulio nayo kwenye kigango chako. Mazingira ulio nayo kwenye parokia yako. Mazingira ulio nayo kwenye dekania yako. Sasa hivi tunafanya uchaguzi ngazi ya dekania hapa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mazingira ulio nayo kwenye jimbo lako.
Hayo yanaweza kukupelekea wewe kupanga mpango mkakati. Namshukuru hata Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki ya Dar es Salaam sasa hivi anasema kuna mpango mkakati huko kwenye lugha ya Kiingereza, lakini anasema unaweza utatafsiriwa na wataalamu wetu kuja kwenye lugha ya Kiswahili ili kila mtu aweze kufanya nini? Aweze kuelewa. Sio ukasema unaweka Kiingereza, mimi sijui Kiingereza. Baba Askofu Mkuu mara kwa mara anamsikia anasema huko mpango mkakati wa jimbo. Na sasa sio tu lile Jimbo Kuu Katoliki ya Dar es Salaam, lakini mpango mkakati naamini upo hata kwenye majimbo mbalimbali hapa kwetu Tanzania. Sasa na sisi walei tunapaswa kuwa na hizo strategies, huo mpango. Kama unajua kwamba kuna wenye vizuizi 10 kwenye jumuiya yako, panga mkakati wa kufanya nini? Wa kuviondoa hivyo vizuizi. Kama unajua kuna watu hawatoagi zaka, panga mkakati wa kuwafikia hao watu wajue umuhimu wa kutoa nini? Zaka. Kama kuna watu hawasali, panga mkakati wa kuhakikisha hao wasiosali wanafanya nini? Wanasali. Unaweza kuwa miezi 3, unaweza kuwa miezi 6, unaweza kuwa mwaka mmoja, lakini hakikisha uchoki kufuatilia huo mpango mkakati. Na daima mpango mkakati pia unakuwa na kitu kinachoitwa tathmini, evaluation, tathmini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukishawafikia kwa mfululizo, baadaye ketini muangalie tulikwenda, tumefanya hiki na hiki, tumefanikiwa wapi, tumekwama wapi, tufanyeje ili tumalizie ile eneo tulofanya nini? Tuliokwama. Huo ndio unaitwa mpango mkakati. Walimu Luteri, kuna mengi hapa na wewe unayetutazama pia kuna mengi unaendelea kuyapata na kujifunza kupitia kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, lakini kuna nambari inapita hapo chini ya runinga yako. Kama una swali, maoni ama ushauri, unaweza ukauliza kulingana na hiki ambacho tunakizungumza hapa. Bado tumesalia kwenye kanzi ya uongozi na tunaangalia hivi viashiria vya kusema sasa huyu ni kiongozi bora. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea basi tutaendelea na kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Usitoke hapo ulipo, endelea kusalia pamoja nasi. Tumerejea mtazamaji wa Tumaini TV, wewe unayetutazama kupitia kisimbuzi cha Azam TV channel namba 470, na wewe unayetutazama kupitia YouTube ukiandika Tumaini_TV. Nambari inapita chini ya runinga yako hapo, unaweza ukaandika swali lako, maoni ama ushauri, lakini usiache kutuambia unaitwa nani na unatokea jimbo gani ili iwe vizuri zaidi. Hata yanapotolewa majibu basi yajibiwe kulingana na jimbo husika. Basi kabla ya kuendelea na kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, tukiwa tumesalia kwenye kanzi ya uongozi na tukiangalia ni viashiria gani vitakuonesha kwamba huyu sasa ni kiongozi bora, nikiwa na mwalimu Luteri Kobelo na mimi ni Bruno Bomola. Kwa sasa walau kwa uchache nipitie ujumbe wako alafu tutakuja kuendelea na somo hili. Huyu anaitwa Livinus Po kutokea Bukoba, anasema nawapongeza kwa kipindi kizuri. Amina. Asante sana. Huyu anaandika tumsifu Yesu Kristo. Anatokea parokia ya Ebuyu, anasema nafuatilia vizuri sana. Tunaamini viongozi wetu watapata la kujifunza. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Kuhusu kiongozi kufanya kazi zote, je, nikiwa mwenyekiti wapo kazi ya mwazini inataka kuharibika nisifanye? Kuna baadhi ya viongozi wanakuwa wazito hata kama mambo hayaendi na wanajua yakiharibika ataulizwa mwenyekiti. Je, nikielekeza kwa vitendo kama ni mwenyekiti namna ya kufanya kazi hiyo nitakuwa nawaingilia kazi yao? Hilo ni swali zuri sana ameuliza. Anaitwa nani ndugu? Huyu ndugu yetu hajatuambia anaitwa nani, anatokea wapi, lakini wewe unayetuandikia basi ni vizuri pia utuambie jina lako na jimbo unalotoka, itakuwa vizuri zaidi tunapokujibu. Amesema nikifanya kazi ya mtunza hazina kwa sababu pengine anakuwa na ulegevu afanye ninavyostahili, nikimsaidia nitakuwa nimekosea. Si ndio hivyo anauliza?
Hatujasema kwamba viongozi wasisaidiane katika kufanya hizi kazi, lakini tumetahadharisha kwamba sio vyema kazi zote ukawa unazifanya wewe mwenyewe peke yako, kwa sababu na ndio maana mmechaguliwa pale. Sasa kumwelekeza, kumuhimiza, kumkumbusha majukumu yake ni jambo jema tu, na hata kumwelekeza sio jambo baya, lakini basi vile unavyomwelekeza, maanake kuelekeza nako si kuna ukomo kwamba kila siku mtakuwa hajui tu. Maanake ni kwamba tunachotaka kusema ni kwamba kuwe na ushirikiano, lakini kusiwe na miingiliano. Hata kama mtu anaweza kufanya jambo fulani, basi wewe unaliingilia tu, unalibeza. Kumwelekeza sio vibaya, sababu tupo kwa ajili ya kuelekezana, kwa ajili ya kufundishana. Lakini kuplay moja kwa moja kama mtunza hazina, sasa kucheza moja kwa moja kama wewe katibu wakati nafasi yako ni mwenyekiti, hiyo sio, hatushauri hivyo, na nafikiri hilo ni jambo la kutazama. Huyu mwingine anasema tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Anasema wengine wasimamie uongozi wao. Na huyu mwingine anaitwa Peter Gilbert, ni katibu msaidizi VIWAO parokia teule ya Kibeta, jimbo la Bukoba. Anasema wanampongeza sana baba kwa kuzungumza ushirikishaji wa viongozi, na viongozi ni moja ishara ya kiongozi bora. Yeye ameandika hivyo. Kupitia wala ujumbe mbili alafu tuendelee. Huyu anaitwa Abasi Msingwa, anasema unaweza ukawa mshirika mzuri kwenda ibadani kila Jumapili ila utoi sadaka kwenye kazi ya Mungu, inakuaje hapo? Ile husiana na uongozi. Maswali mnauliza husiana na uongozi kwa sababu tupo kwenye kazi ya uongozi pale. Huyu anaitwa Jenifer Jonas kutokea Kimara, anasema hongereni kwa kipindi kizuri. Na huyu anaitwa Venance, anasema je, ukiweka mkakati alafu kuna watu wanakwamisha, mfano mtu anakulilia shida yake, mkopeshe fedha ya jumuiya, inakuaje? Weka mkakati kwamba hizi fedha sisi tunazikusanya, tunazipeleka benki. Lakini sasa mimi sinakujua Mwalimu Kobelo ndugu yangu. Sasa mimi nakufuata na mwalimu kwenye ile hela ile jumuiya, nikopeshe kidogo, nifanyie jambo yangu afu nitarejesha. Sasa pesa ikishakuwa ya jumuiya, maana yake hiyo moja kwa moja ni ya kanisa sasa. Sasa inapokuwa ya kanisa alafu tukianza kukopeshana, hilo linakuwa jambo halishauriwi hivyo. Kwamba tunapaswa kusaidiana kama kuna shida, lakini sio mambo ya kukopeshana, kwa sababu sasa malengo ya hiyo fedha ni nini? Lazima tuheshimu nini? Malengo ya ile pesa ambayo tumewekea. Kama tumeweka malengo, labda tunataka tununue viti, alafu tumekopeshana, alafu viti havinunuliwi, hiyo inakuwa sio utaratibu ambao unatakiwa. Kama mtu ana changamoto, ni bora kutafuta namna ya kumsaidia, lakini fedha za jumuiya zisitumike tofauti na malengo yaliyopangwa ya kikanisa na yaliyokusudiwa. Ndio ninachotaka kusema, kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na shida hizo. Mtu anakopesha fedha za jumuiya, miaka 3 inaisha, hajafanya nini? Hajarejesha hizo fedha, na wanajumuiya wanajua fedha zao zimechangwa kwa ajili ya kazi fulani, sio kwa ajili ya kukopeshana. Sasa kama kukopeshana, kwa kweli hakuna popote katika vitabu vyetu hivi ambavyo vinasema kwamba fedha za jumuiya ifanye nini? Zikopeshwe. Ila kusaidiana kupo, inatakiwa tufanye nini? Tusaidiane. Kwa namna gani? Mtu anaumwa, kwani mkichangisha pale kumpeleka hospitali kuliko mnamkopesha mtu hela ili aende wapi? Hospitali. Sio lengo la jumuiya. Lengo la jumuiya pia kusaidiana katika shida mbalimbali. Mwalimu, basi tuendelee na viashiria hivyo vitakavyotuonesha sasa huyu ni kiongozi bora. Naam, sasa tulikuwa tumeishia kwenye neno lile la kuwa na mpango mkakati au kubuni mpango mkakati. Na tukasema mpango mkakati unatakiwa uwe namna gani? Unaweza kuwa kwanza uangalie shida ile kuwepo, alafu uipangie mpango maalum wa kutatua hiyo changamoto au shida iliyo kuwepo. Na lingine, uwe sasa kiongozi bora ni yule ambaye anayefundishika. Ukubali kufundishika na ukubali pia kuwafundisha watu wengine. Kuna mtu mwingine anasema mimi mambo ya sakramenti nishajua, sasa unanifundisha nini kuhusu habari za nini? Sakramenti. Lakini hizo sakramenti zina upana wake wa kufundishana, na pia hata kama umeipitia, lakini kuheshimu ile sakramenti uliyofanya nini? Ulioipata. Kwa hiyo maana yake ni kwamba
Hakuna mwisho wa kujifunza katika maneno ya mambo ya Mungu. Ndio maana ukisoma Injili ya Mathayo sura 28 aya 18 hadi 20, Yesu anasema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwafundisha, mkiwabatiza na kuwafundisha. Kwa hiyo daima sisi tunaitwa wanafunzi wa nani? Right. Wanafunzi wa Kristo. Kwa nini? Neno la Mungu kila siku linatufundisha kitu fulani. Kwa hiyo uwezo ukasema mimi bwana nimekuwa Mkatoliki miaka 30, kanisani naenda, sakramenti nashiriki, sasa unanifundisha nini? Hakuna mwisho kwa nini? Wa kufundisha wala hakuna mwisho wa kufundisha. Kwa hiyo kiongozi akubali kufundishika, pia akubali kuwafundisha wengine. Tukishaona unafundishika, alafu unafundisha wengine, tunasema huyu ana kiashiria cha kuwa kiongozi bora. Haya ni mambo ambayo ya msingi, na hata kule tulikosoma kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 18. Musa anaambia tafuta watu waaminifu, wafundishe ili na wao wafundishe na wengine. Yale mambo makubwa utayaamua wewe, yale madogo wataamua wao wenyewe. Sasa huwezi kuwa unaamua mambo kama hujajifunza vizuri. Kanisa linahitaji nini? Taratibu zikoje? Kwa nini kuna hatua hii? Kwa nini kuna jambo hili linafanyika? Kwa nini kuna warsha? Kwa nini kuna semina? Kwa nini kuna dini? Mambo mbalimbali yanayohusu habari za kanisa. Kwa hiyo anapaswa kuwa mtu ambaye anaweza kufundishika, sio yule ambaye amesimama tu kama mbuyu. Kiongozi atakiwa awe na tabia ya mtete, awe na tabia ya nini kile kinachoweza kupinda. Mti gani ambao unapinda? Upondo ule unapinda pia, hata unatumia watu kuruka. Unapinda. Wewe na mtete huo anaweza kupinda. Mbuyu wenyewe ndio ukisimama pale umesimama. Hauwezi kupinda. Sasa inatakiwa kiongozi awe na tabia ya mtete. Kwa sababu wakati fulani lazima unalala mpaka chini wakati mwingine. Kwa nini unalala unanyanyuka? Maana unapolala kuna vitu fulani unapokea. Unaponyanyuka tayari pale kuna kitu unataka kueleza sasa. Sasa ukiwa na tabia ya mbuyu mtihani au tikisiki umekaa tu. Hiyo sio nzuri sana. Maana yake kufundishika na kufundisha. Lakini ujasiri. Kiongozi pia anapaswa, tunamjua kwamba yule kiongozi bora kama ana kiashiria cha nini? Ujasiri. Wakati mwingine watu wanaweza wakataka kuyumbisha. Wataka kupindisha mambo ambayo hayako kwenye mashauri ya kiinjili wala hayako kwenye miongozo ya kikanisa. Kwa sababu tu watu wanapenda basi wanataka nao kupeleke huko. Sasa usipokuwa na msimamo utayumba kweli. Utayumba. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa awe na ujasiri. Ujasiri ndio unayepelekea kuwa na msimamo. Kwamba tumesema tutafanya hiki, tutapambana kwa kila namna mpaka tufanye nini? Tufanye hili jambo likamilike. Tumesema tutajenga kanisa, ndio mpangilio wetu. Sasa usije ukatuletea habari zingine. Hapa tunataka tujenge nini? Kanisa. Uwe na kauli ambayo imesimama, uwe na ujasiri wa kusimamia mambo mazuri. Usiwe na ujasiri wa kusimamia mambo mabaya. Uwe na ujasiri wa kusimamia mambo mazuri. Mfano wa mtu ambaye watu wanataka kumyumbisha lakini akawa kasimamia yale mambo mazuri ni Joshua. Kisoma kitabu cha Yoshua hapa. Sio Yoshua Misia, yule Yoshua ambaye alifanya kazi na Musa. Kitabu cha Yoshua ile sura ya 24 aya ya 14. Maandiko matakatifu yanatufundisha hivi. Basi sasa mcheni Bwana, Yoshua anasema. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu na moyo na kweli na kuweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri. Mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sema nyinyi kama mnaona shida kumtumikia Mungu, basi nendeni huko mkatumikia miungu mingine, lakini mimi hapa hata mseme nini, mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana Mungu.
Sasa wakati mwingine kunaweza kuwa na mambo haya, hili jambo si tumemwomba Mungu sana, tujaribu njia nyingine. Hakuna njia nyingine zaidi ya nani? Mungu. Zaidi ya Mungu. Kama Mungu hajataka huyo mtu aishi, hawezi kuishi. Muda wake ukifika, umefanya nini? Usije ukaenda si kupiga ramli, usije ukaenda kuzunguka si makaburini. Na kiongozi mzuri ni yule anayeelekeza watu njia ya nani? Njia ya Mwenyezi Mungu, sio kinyume na njia ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kiongozi anapaswa kuwa na ujasiri wa kusimamia mambo mema. Huyo ndio tunajua kwamba kwa kufanya hivi, kiashiria hiki, huyu ni kiongozi gani? Kiongozi bora. Sasa yako na mambo mengine mengi. Mabadiliko, kiashiria kingine, mabadiliko ya kiroho. Kiongozi amefanya kila njia yeye mwenyewe kwanza kubadilika, kuishi maisha ambayo yanampendeza nani? Mwenyezi Mungu. Lakini anayefanya bidii kuwabadilisha na watu wengine waishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kiroho. Nilisema hapo awali kwamba watu hawasali. Hasa kiongozi hatakiwi kususa kwamba sasa yule mimi nimemfuata mara ya kwanza hajikusali, nimemfuata mara ya pili hajikusali, siendi tena. Wewe upo pale kumbadilisha mtu kiroho, abadilike kutoka njia isiyofaa kwenda kwenye njia inayofaa. Kwa hiyo tunamtambua kiongozi mzuri kwanza yeye mwenyewe amebadilika, afanye mambo ya hovyo, lakini pia anawabadilisha na wengine kufuata mambo mazuri ya kiroho. Uwepo wa moyo wa kupenda ibada. Kiashiria kingine cha kwamba wewe ni kiongozi bora ni yule ambaye ana moyo wa kupenda ibada. Kuna mtu mwingine utashangaa anapenda ibada pale tu unapomchagua kuwa kiongozi. Siku akiacha kuwa kiongozi haonekani tena kwenye mambo ya nini? Ya ibada. Sasa sio maisha haya yanayetakiwa kwa Mkristo. Lakini basi wewe unapokuwa kiongozi uwe na moyo wa kupenda ibada. Ibada za asubuhi onekane. Ibada za njia ya msalaba, kwa mfano kipindi cha Kwaresima, basi uonekane. Ibada mbalimbali, mikutano mbalimbali, mafundisho mbalimbali yanayohusu mambo ya kimungu, unapaswa kufanya nini? Kuonekana. Uwe na moyo, sio tena usukumu, wewe mwenyewe na moyo wa kupenda mambo ya ibada. Lakini kiongozi mzuri pia tutamjua kwa kiashiria kingine, kiongozi mwenye kiashiria cha kiongozi bora kingine, ustawi wa jumuiya ndogo ndogo anayeongoza, au ustawi wa kanda anayoiongoza, au ustawi wa kigango anachokiongoza, au ustawi wa parokia anayoiongoza, au ustawi wa dekania au jimbo analoliongoza. Kama linastawi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, tunasema huyu ana kiashiria cha kuwa kiongozi bora. Lakini sasa vile tu miaka nenda rudi, hali ile tu haibadiliki, hakuna mabadiliko yoyote, hakuna mwendelezo wa mambo mazuri, hakuna kinachoongezeka. Sasa hicho kinatufanya tuone kabisa huyu kwa kiashiria hichi huyu sio kiongozi bora. Kwa hiyo nimesema ustawi wa jumuiya anayoiongoza au vitu mbalimbali nilivyotaja hapo. Lakini pia ustawi wa chama cha kitume anachokiongoza au shirika analoliongoza. Kwenye kanisa Katoliki tuna mashirika, lakini tuna vyama vya kitume. Kwa mfano unaongoza labda shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu. Sasa kadiri unaposhawishi watu wanazidi kuingia kwenye hilo shirika na wanaishi kadiri ya mtazamo wa nini? Wa shirika. Basi hapo tunasema shirika sasa linafanya nini? Linastawi. Lakini nilikuwa na watu 10 mwaka jana, mwaka huu 10, mwaka unaokuja 9, mwaka unaofuatia 8. Sasa hapo tunasema hakuna nini? Hakuna ustawi. Kwa hiyo ustawi wa jumuiya unayoongoza au chama cha kitume unachokiongoza, hicho ni kiashiria kwamba ni kiongozi bora. Mwalimu Kobelo, kuna na watazamaji pia wanatufuatilia na kututumia arafa zao. Huyo anaitwa Frank Ismail anatokea jimbo la Sumbawanga, anasema anampongeza Mwalimu Kobelo
kwa kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Yeye ametoa pongezi zake. Amina. Wakati huo anasema tumsifu Yesu Kristo milele amina. Naomba kufahamu walei ni watu gani ama kundi gani katika Ukatoliki? Na Happy kutokea Bukoba anasema nawapongeza kwa kazi nzuri. Mungu awabariki. Wakati huo anaitwa Patrick kutokea jimbo la Kahama. Anasema hakika tumepata mafundisho mazuri. Ni some hata jumbe mbili kabla ya kuja kuendelea. Watu tuendekee tumsifu Yesu Kristo. Anatokea parokia Mwanga, jimbo Katoliki. Kuna baadhi ya viongozi wanaingilia nafasi sio yao. Anaitwa Faustin Safari. Lakini huyu anaitwa Eva kutokea Kahama pia. Sema mimi na miaka 22, je, naweza kuchaguliwa niongoze wanawake? Huyo Eva. Eva. Karibu Mkobe. Asante sana. Kuna maswali mawili kama sikosea hapa. Swali la kwanza aliuliza walei nani hao? Hili ni swali zuri kwa sababu hata mimi wakati mwingine nikifanyaga semina huko maparokiani huwa naulizaga hilo swali. Walei ni nani? Sasa wakati mwingine unapata majibu mpaka unashangaa. Kuna watu walikuwa wanasema walei ni Wakristo wote wa Katoliki. Sasa yaani maana yake mpaka maaskofu nani wao wote anawaita nani? Walei. Walei. Sasa sio hivyo, kimsingi sio hivyo. Tunaposema walei maana yake ni waamini, ni waamini wote ukiondoa makleri. Na wale wenye maisha ya wakfu. Katiba ya halmashauri ya Lendo na mkuu hapo, mpendwa mtazamaji, hapa tuna katiba inaitwa katiba ya halmashauri ya walei Tanzania. Na swali linahusu walei. Sasa naomba ninukuu humu ili tupate ufafanuzi ule mzuri kuhusu neno hili walei. Walei ni waamini wote ukiondoa makleri na wale wenye maisha ya wakfu. Ni waamini ambao kwa ubatizo wao na kipaimara wameunganishwa na Kristo na kufanya taifa la Mungu, washiriki katika kazi ya Kristo ya ukuhani, unabii na ufalme, binafsi na kwa pamoja, na wametumwa kuwa mawakili waaminifu kutakatifuza malimwengu na taasisi ili ziongozwe na roho ya Injili. Kwa hiyo tunaposema walei maana yake Wakristo wa Katoliki wabatizwa ambao lakini wao sio maklero. Tunaposema maklero maana yake ni sio shemasi, sio padre, sio askofu. Hawa maaskofu, mapadre, mashemasi hawa hawako kwenye kundi la nani? Walei. Hawako kwenye kundi la walei. Lakini wengine hao ukishabatizwa basi kujawa na daraja hilo basi wewe unaitwa nani? Mlei. Sasa wengine wanatafsiri vibaya ile neno mlei, wanasema labda layman, mtu asiyejua chochote. Lakini kimsingi sio maana yake hiyo. Maana yake ni kwamba huyo mtu anapobatizwa anakuwa tayari kwenye taifa la Mungu, anaitwa mwana wa Mungu. Anashiriki kazi za kikuhani za Bwana wetu Yesu Kristo, kazi za kinabii za Bwana wetu Yesu Kristo, kazi za kifalme alizozifanya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa kifupi anakuwa ni taifa la nani? Mwanafamilia wa Mungu, taifa la Mungu kwa njia ya ubatizo. Lakini hana daraja lile la ushemasi, hana daraja la upadre wala sio askofu. Huyo ndo anaitwa mlei. Nadhani kwa yule aliouliza ndo majibu yake ya msingi hayo. Huyo dada Eva anasema yeye ana miaka 22. Je, anaweza kuwa kiongozi wa wanawake? Bila shaka hata kama anaweza, kwa sababu kadiri ya katiba yetu ya halmashauri ya walei mtu mwenye umri wa kuanzia miaka 10 na ngapi? 18 anaweza kuchaguliwa kuwa kiongozi katika ngazi yoyote ile. Kwa hiyo kwenye watu kwa sababu una miaka 22 tena una miaka mingine minne mbele ya 18, 19, 20, 21, 22 unakuwa kabisa kwa nini? Kiongozi. Kwa kiongozi kama utachaguliwa kwa taratibu za kikanisa. Maanake hatufanyi kampeni. Na moja ya jambo baba mkurugenzi amelisisitiza kwamba tunapofanya hizi chaguzi ngazi ya dekania, kampeni hazifanyi nini? Hazitakiwi kabisa. Kampeni hizi tulizokuwa nazo sisi ni kumwomba Mungu, kumwomba Roho Mtakatifu atuwezeshe tupate viongozi wazuri. Na kama ikigundulika kwamba umepata uongozi kwa kufanya kampeni, mamlaka ngazi ya hierarkia ina uwezo wa kufanya nini?
kukuondoa kwenye nafasi hiyo, na hakuna sababu ya kukasirika, na hakuna sababu ya kuandamana, na hakuna sababu ya kuchukia, kwa sababu tayari wewe ulionekana unafanya nini? Kampeni. Na ikitokea sasa huyu akiondolewa, tunarudia uchaguzi kwa nafasi. Aidha uchaguzi unaweza ukaamliwa urudiwe kwa nafasi ya huyo mtu ambaye alifanya nini? Kampeni, au anaweza akateuliwa pia. Mamlaka ngazi ya hierarchia pia anaweza kufanya nini? Kafanya uteuzi, kwa sababu uongozi katika kanisa uko wa namna mbili, wa kuchaguliwa na wa kuteuliwa. Sasa anayeteua maana yake ni yule mwenye mamlaka katika kanisa ndo anateua. Hatuteuani sisi wale kwa wale. Kukiwa na kwa mfano ngazi ya dekania, baba dekano anaweza akateua, wewe utakuwa mwenyekiti wa UKWATA. Anaweza akateua. Au wewe utakuwa mwenyekiti wa waka ngazi ya dekania. Au wewe mwenyekiti wa halmashauri ya wale ngazi ya dekania. Ingawa inapendeza sana huyo mtu akichaguliwa, lakini kama inafikia hapo, maana yake pengine inaonekana kuna nini? Kuna labda kasoro fulani. Mwalimu Kobelo, muda unatukimbia kweli kweli, na tuna mengi kwenye kanzi ya uongozi, hasa kupata kiongozi bora. Neno lako hapa kabla tujatoka, lakini pia tukumbushe kuhusiana na warsha ya tarehe 6. Ndio. Neno kubwa ni kwamba tunaendelea kufanya chaguzi hizi sehemu mbalimbali, hususan kwenye Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Tumesema mwanzoni kwamba uchaguzi sasa umefika ngazi ya dekania. Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu wanakuwa wavivu kufika, ni mjumbe halali, lakini siku ya mkutano hafiki na hatoi sababu kwa nini hajafika. Sasa tunaomba tuwakumbushe kwamba mikutano hii huwa inatangazwa, na tafadhali kama wewe ni mjumbe halali unapaswa kuwepo pale. Hebu fika. Usikwepe kazi ya kuchaguliwa kwa kiongozi. Kuna wanapenda kuwa viongozi kwa kufanya mpaka mambo yasiyofaa, lakini kuna wengine wanasifa kuwa viongozi lakini wanafanya nini? Wanakimbia, wanafanya sasa naiona. Sasa usingoje, ninachotaka kusema ni kwamba usingoje mpaka upate matatizo fulani ya kiafya kama ya familia ndio uanze kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu sasa hivi. Ukionekana na wenzako, Roho Mtakatifu kawaongoza, wamekuchagua uwe ndio mwenyekiti wa dekania, utume wa lei, usikatae, fanya kazi ya Mungu. Na usifanye kampeni lakini ili uende ukafanya hiyo kazi. Hayo mambo mawili ni ya kutazama sana. Ndio neno kubwa ambalo ningependa niliseme. Na pengine huko mbele tukipata nafasi pia tutazungumzia mambo ya sifa 10 za kanisa. Kanisa Katoliki. Hierarchia ni nini? Sakramenti zile ni nini? Ama mambo mbalimbali. Huko mbele tukifuata muda pia tutakuja tujazungumze mambo haya kwa undani. Lakini basi kuhusu warsha. Kwa dakika moja. Warsha kama tulivyosema katika Jimbo Kuu Katoliki ya Dar es Salaam itafanyika tarehe 6 mwezi wa 6, na ni waumini wote wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Hata kama wengine wanatoka mikoani wanataka kuja kuungana na sisi, basi kwa sababu ni mambo mema watafundishwa siku ile, tafadhali twende tushiriki ili uwanja ule ukajae. Ionekane kweli Jimbo la Kuu la Katoliki Dar es Salaam waamini wapo wengi wa kutosha. Tukajae kujiandikisha mwisho tarehe 20 mwezi wa 5 tunajiandikisha kwenye jumuiya zetu. Tafadhali tufanye hivyo. Mwalimu, tufungiwe sana. Asante sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu wetu kwa haya yote ambayo tumejifunza siku ya leo. Tunaomba utujalie kwa nguvu ya Roho yako Mtakatifu ili tukayaishi sawa sawa na mapenzi yako, na hata tunakwenda kuchagua hawa viongozi ngazi mbalimbali, Mungu ukatupatie viongozi wenye kufaa sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumshukuru Mungu, tumtukuze Bwana. Na mtazamaji wa Tumaini TV, tunafika tamati ya kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Bila shaka umepata vile viashiria vya kusema sasa huyu ni kiongozi bora. Nilikuwa na Mwalimu Eleuteri Kobelo kutoka kamati ya uinjilishaji Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na mimi ni Bruno Bumola. Basi tunaendelea kukumbusha, tuendelee kujiandikisha kwenye warsha ya waamini walei itakayofanyika tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 pale uwanja wa Uhuru, zamani shamba la bibi. Tukutakie utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Tumaini TV.